Baadhi ya waandishi wa habari waliohudhuria katika warsha hii kutoka maeneo mbalimbali nchini Tanzania wanasemaje kuhusiana na warsha hii ambayo lengo lake ni kuwajengea uwezo waandishi wa habari namna ya kuripoti habari za ukatili wa kijinsia. Matarajio yao ni nini baada ya warsha hii? Naitwa Elena Magabe, mwandishi wa Jambo TV. Ninashukuru shirika la Sisema kwa kuja kutupa mafunzo haya waandishi wa habari. Haya mafunzo ya ukatili wa kijinsia yatatujenga sana waandishi wa habari, namna sahihi ya kuandika habari za ukatili kwa watoto, wakina mama na jinsia zote kwa ujumla. Na kwa upande wa sheria, pengine waandishi tulikuwa tukivunja kanuni, sheria na miongozo katika kuripoti habari zetu za ukatili, tukizani kwamba vile tunavyoandika pengine tunaandika sahihi, kumbe sisi ndo tunakuwa wachochezi zaidi wa kuharibu kila kitu. Kwa hiyo ninashukuru sana ili shirika la Sisema kwa kuliona hili, kwa kutushirikisha waandishi wa mikoa mbalimbali ili tuweze kuripoti habari sahihi ambazo zitajenga jamii na kuibadilisha, na sio tena ambazo zitaweza kuleta uchochezi kwenye jamii. Mimi kwa jina naitwa Timothy Tembe, ni mwandishi wa habari lakini pia nimeshiriki semina ya Sisema. Kwa muktadha wa sasa wa mafunzo haya, sisi kama waandishi wa habari, kitu ambacho tunatarajia kuwa nacho sasa ni mabadiliko. Kwa sababu tumeona kwamba huenda tunaweza tukaandika habari za kiukatili, kumbe tunaziandika kijuujuu ambazo hazileti matokeo. Sasa ili tuende kufanyia mabadiliko hayo na semina tulioipata, tuandike kwa usahihi na kwa weledi ili ziweze kupata ufumbuzi na viongozi waweze kufanyia kazi. Na najua kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao huenda hawajapata tipu au hawajapata habari. Kwa hiyo tukiziibua na kuzionesha kiukweli, basi zitafanywa uchunguzi na zitafanywa utafiti na zitaenda kushusha ile pressure ya ukatili wa kijinsia. Radio kupitia haya mafunzo ambayo yameandaliwa na Sisema kwa waandishi wa habari na kuhusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia, naamini tutaenda kubadilisha mitazamo yetu sisi kama waandishi na kufuatilia zaidi, kwa sababu wengi tunaripoti habari za ukatili wa kijinsia lakini tunaishia juu, hatutekelezi ama hatufuatilii zaidi mpaka tupate mwisho wake, na huenda labda kumsaidia mhanga ambaye anapitia ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya sisi kama waandishi wa habari itabidi tufuatilie zaidi na tubadilishe mitazamo yetu ili pia kuweza kuwasaidia wale wahanga ambao wamekutana na ukatili wa kijinsia. Michael Marwa ni mkuu wa miradi kutoka shirika la Sisema. Yeye ana mtazamo huu kuhusiana na warsha hii ambayo ni ya siku 2 ambayo inalenga waandishi wa habari kujengewa uwezo wa namna ya kuripoti habari za ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kwa upande wa Sisema, wao wanahusika vipi katika kukabiliana na changamoto hii katika jamii? Kwa siku hizi 2 shirika la Sisema limewakutanisha waandishi wa habari hapa Tarime kwa ajili ya kuwapa mafunzo rejea, kwa sababu tumekuwa tunawapa mafunzo mara kwa mara, na mafunzo rejea haya ni kwa ajili ya kukumbushana misingi ya kiuandishi inayozingatia haki za binadamu, inayozingatia utu, lakini pia inayozingatia haki za waathirika au wahanga wa ukatili wa kijinsia. Sasa katika mafunzo haya lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba wanavyoripoti na kuandika habari zinazohusu ukatili wa kijinsia wanazingatia misingi ambayo nimezungumza, hasa ya haki za binadamu, lakini pia kuweza kuhakikisha kwamba wanaonyesha pande zote mbili. Zaidi pia tunataka waweze kupata utaalamu kuweza kuandika habari za kijamii ambazo zinaibua matukio ya ukatili wa kijinsia na jinsi gani wananchi wanaweza wakafaidika na taaluma yao uandishi wa habari. Na tunashukuru kwa sababu shirika la UNFPA limeweza kufadhili mafunzo haya kwa muda mrefu tangia mwaka 2021, lakini pia tunashukuru kwa waandishi wa habari hawa ambao tumewakutanisha hapa kwa sababu wamekuwa mstari wa mbele na chachu kwa waandishi wengine wa habari kuonyesha ni jinsi gani wanaweza wakatumia uzoefu wao, lakini pia taaluma yao kipekee na tofauti na waandishi wengine wa habari ili kuweza kuandika habari
ambazo zina taswira ya kijamii zaidi, na hususan kwa sababu mwaka huu katika mkoa wa Mara tunafahamu kwamba ni mwaka ambao una ukeketaji. Pia tumetumia fursa hii kuweza kuwakumbusha waandishi wa habari watakavyokuwa na ripoti haya matukio, waripoti kwa jicho la yule ambaye ni mhanga wa ukeketaji, hasa wasichana na wanawake. Wakitumia jicho la mhanga moja kwa moja, inasaidia jamii kuelewa madhara, lakini pia ni wapi wanaweza kupata msaada pale ambapo wanahitaji msaada, hasa kwa mabinti ambao watatamani kukimbia au kutokukeketwa, kwa sababu tunafahamu kwamba kuna msukumo mkubwa kwenye jamii, hasa kwa mkoa wa Mara, ambapo swala la ukeketaji lina athari kubwa sana kwa watoto wa kike, na mara nyingi wanakuwa wanakosa msaada. Sasa waandishi wa habari hawa kwa kupitia mafunzo haya watapata kuweza kukumbushana ni nini kinatakiwa kifanyike, lakini mwisho wanaweza wakakuwa ni chachu ya kuelezea ni wapi ambapo watoto wanaweza kupata msaada.